Way. Anaitwa Zuchu, ngoma anaitwa Mwizi. Of course umepata nafasi ya kuisikiliza na imekuwa fresh kinoma noma. Karibu kwenye 101 recap. Nikukaribishe vema mshikaji wangu kutoka Tanzania, Dar es Salaam. Mimi naitwa Ching the baddest, ndimo mtumbadi babalao. Leo bwana, mambo ni mengi kwenye mitandao ya kijamii, lakini nikasema so kweli siwezi kukaa mnyonge kuto kuizungumzia hii issue, kwa sababu Dula Makabila amefunguka vitu vingi sana. Ameuzungumza ukweli kama yeye ni shabiki kutoka kwa mfalme wa mziki kutoka Tanzania, Madi au vipi bana. Amezungumza vitu vingi, lakini sasa nikupe uondo mwingi. Kwanza tumsikilize, tupate nafasi ya kusikiza ngoma ya Zuchu. Be right back kwenye 101 recap kuja kumzungumzia Makabila, nini amekizungumza na amezungumza kitu gani kuhusiana na Madi. Mimi naitwa Ching the baddest, ndimo mtumbadi babalao wote. Kama bado hujasubscribe YouTube channel ya 69 Media TZ, of course ni time ni yako hii hapa kufanya hivyo, lakini ingia kwenye account yetu ya Instagram pale tufollow, tuko live na maisha. Lakini pia kama ni mjanja Facebook, tuko live na maisha, na maisha yenyewe ndo haya. Mchana kumekucha, watu wanapambana, jua ni kali sana, lakini bila jua kutoboa huwezi kutoboa, lakini bila mvua huwezi kutoboa. Sasa tusikilize, we'll be right back. Niliomba dua na nipate wa kunipendeza, Mungu tu aliye mwema amenipa. Amini Mungu wetu mwema amenipa we. Hey. Wenyewe tumetulizana, tabia vimo tofanana sana, mapenzi bwana, hata tugombane mchana usiku tumeshapatana, twacheka na kutekenyana sana. Jamani mwizi. Oh yeah. Bana, moja kwa moja tumzungumzie Dula Makabila anazungumza nini kuhusiana na Madi. Na tunafahamu Madi ni msanii mkongwe kupitia mziki wa Bongo Flava kutoka Tanzania. So karibu sana washikaji zangu wa nguvu, hakuna kulala, lakini pia tupoi wala tuboi, kwa sababu tuko na wewe kwa ajili ya kukupa zile burudani na information zote ambazo zinapatikana kukusogezea wewe. So tunajali na tunathamini pia. So msanii wa mziki wa Singeli Dula Makabila pia amemzungumzia Madi Ali kutokana na ukimya wake wa muda mrefu. Bana, pengo limeonekana wazi kabisa kwenye game yetu, ameandika hivyo. Mbali zaidi akaenda akasema kwamba mashabiki mara ya mwisho kusikiliza ngoma ya Madi ni lini? Sababu hazijulikani, sababu ni nini, tatizo ni nini paka Madi Ali amekuwa kimya kwa muda mrefu. Lakini tukasema so case, ngoja tumsikilize Dula Makabila anazungumza kitu gani kuhusiana na hii issue na kwa nini aliweza kuizungumzia, kwa sababu inawezekana ana sababu zake. So tupate time ya kumsikiliza, then tutarudi hapa kwa ajili ya ekana sawa. Kwa majina naitwa Dula Makabila, King of Singeli, mtumishi wa serikali kitengo cha burudani. Kuna kitu kimoja mimi kimekuwa kinitatiza sana. Na leo nimeona nishie na nyinyi mashabiki zangu. Kwenye industry Dula Makabila nimekuwa mtu mwepesi sana kwa pamoja wasanii zangu, na sio tu wasanii zangu, hata wadau wengine, kutokana na mchango wao mkubwa kwenye industry yetu ya muziki. Kuna time nataja kwenye nyimbo, wana appreciate kwa namna hiyo. Pia hata kwenye interview ambazo wanazizungumza, na hata nje ya kamera na mic, ni mtu ambaye nina appreciate sana. Lakini kuna brother mmoja ambaye sikuwahi kumtaja sehemu yote, na mimi binafsi sio kama sipendi kumtaja, ila yeye mwenyewe ndio huwa apende kutaja. Ila kiukweli kabisa naweza nikasema kwamba ana mchango mkubwa kwenye muziki huu na hii tasnia nzima kwa jumla, na ameacha alama kubwa, kwa sababu bila yeye pengine tusingekuwa na Rayvanny, bila yeye tusingekuwa na Dogo Janja, bila yeye tusingekuwa na Maarifa. Ukiachana na wasanii ambao nimekutajia, wewe kama shabiki
Mara ya mwisho ni lini umesikia wimbo wa Madii? Kwa sababu hata mimi kama shabiki yake kuna muda najiuliza kwa nini Madii aachie nyimbo. Kwa nini Madii atoe wimbo licha kukubalika? Wewe kama shabiki wa muziki unahisi sababu ni nini ambayo inafanya Madii asifanye muziki? Yaani ameshindwa kuendana na kasi ya muziki wa sasa? Amekata tamaa muziki? Au amefuria? Kama na wewe hujui sababu kama wewe ndio Makabila. Wewe noma sana. Ametoa sababu zake hapo, nadhani umemsikia. Amesema kwamba kuna wasanii ambao wamepita kwa Madii, ikiwa amemtaja Rayvanny, inawezekana pia bila ya Dogo Janja, bila ya Madii Ali, hao watu wote tusingewasikia. Akamtaja Rayvanny, akamtaja Maarifa, lakini pia akamtaja Dogo Janjaro au vipi bana, Ngare Naro, Republic, watoto wa Ara Chuga. Yeah, big time. So tumemsikiliza Dula Makabila amezungumza, au itakuwa Mnyamwezi Madii amefulia. Hivi kweli Madii anaweza kafulia? So mimi kuna kitu tunakifikiria hapa. Inawezekana Dula Makabila ameona ukimya wa Madii kwa muda mrefu, akasema hapana, kuna nafasi yoyote, kuna namna yoyote kutengeneza ngoma mimi na Madii. Inawezekana pia kuwapa watu attention, kutengeneza ngoma kati ya Dula Makabila na Madii Ali. Umenifahamu vizuri? Lakini pia tunafahamu Madii kwa namna yake, hataki achia ngoma leo. Ni mzuri wa kuandika, ni mzuri wa kila kitu, kila aina amekabilika. Yaani kwenye muziki ni faza kabisa, au vipi? Kwa hiyo sidhani kama anahitaji support, anahitaji nini. Lakini kwa ile kutengeneza attention na nini, Dula Makabila kama shabiki akasema tumuulize. Sasa wewe utanipa majibu kupitia comment hapo. Jibu, tuambie mara ya mwisho kusikia ngoma ya Madii ni lini, kama alivyouliza Dula Makabila. Big time. Tumezungumza na tumeelewana, of course imekuwa fresh kinoma noma. Nadhani kwa wale washikaji zetu ambao wako Dar es Salaam, endelea kufuatilia 69 Media TZ kupitia YouTube channel, tuko live. So ni wewe tu kwenda live. Lakini washikaji zetu kutoka Instagram, tukumbuke tunapatikana kwa jina la 69 Media TZ, na inakuwa ubabani sana. Langu jina naitwa Ching the Baddest, ndimo mtu mbadi, baba lao tote, na inakuwa unyamani kwa wale washikaji zetu ambao wanafeel muziki mzuri big time. Nadhani itakuwa vizuri sana nisikuache hivi au vipi bana? Tuondoke na kitrack kidogo ambacho yeah man, itakuwa itatupa vibe ya kusema fresh. Asante kwa kutusikiliza, asante kwa kunitazama, na inakuwa fresh kinoma noma. Kwenye 101 recap leo, kuna umuhimu wote wa Madii kurudi kwenye game? Ama ni basi tuache vijana, au ameshindwa kuendana na upepo wa vijana wa sasa hivi, au amepuyanga? Maswali haya yote walikuwa watu wanajiuliza na nini, lakini inakuwa ni fresh kinoma. Tumepata majibu. Moja kati ya ngoma kali sana ambao napenda kuisikiliza kutoka kwa D-Voice na Mbosso, Tunapendana. Ngoma kali sana, tupate nafasi ya kuisikiliza. Nikirudi nasema asante kwa kunisikiliza, asante kwa kutazama kwenye 101 recap. Ndio tunafunga kama hivi. So tupate nafasi hii, we'll be right back soon.